Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Habari ya moto, habari ambayo siku ya leo imeweza kutrendi huko kwenye mitandao ya kijamii. Bana, kuna kauli ambayo Diamond Platnumz ameweza kuizungumza kuhusiana na msanii Alikiba, ambayo kauli hiyo imewashangaza sana watu wengi. Tunaweza kusema bifu la Diamond pamoja na msanii Alikiba ni kama vile bifu lao limeanza upya. Unaweza kuona hao wasanii wawili bifu lao limedumu kwa muda mrefu sana. Unaweza kujiuliza ni kitu gani ambacho kinasababisha mpaka leo hii Alikiba pamoja na Diamond Platnumz wameendelea kuwa na bifo. Tunakumbuka kuna kile kipindi ambacho Diamond aliweza kujitapa akiwa jukwaani, kipindi kile akiwa Kigoma anamfanyia kampeni Baba Levo. Alisema hivi, kama kuna kenge yeyote ambaye anamweza kimziki asogee ili mbadi aweze kumuona. Lakini tukaweza kuona hivi juzi kati Alikiba alisimama katika jukwaa na kusema kwamba wasanii wengine watatoa ngoma na kutoa, lakini yeye anakuja kutoa ngoma moja tu, alafu ngoma hiyo moja inawafunika au inazifunika zile ngoma zao zote ambazo wameweza kuzitoa. Hayo ni maneno tu ambayo mara nyingi wamekuwa wakitupiana hawa wafalme wa Bongo Flava, na tunaweza kusema Diamond pamoja na Alikiba ndo wasanii ambao bifu lao lina mafanikio ya hali ya juu sana, na watu wengi sana huwa wanazungumza na kudai kwamba ikitokea leo hii Diamond pamoja na Alikiba bifu lao likaisha, basi kuna uwezekano mkubwa wa mziki wa Tanzania ukashuka kwa asilimia kubwa sana, na huenda bifu la Diamond pamoja na Alikiba huwa linapelekea mashabiki zao waweze kusapoti mziki yao kwa asilimia kubwa sana. Ikitokea wamepatana, huenda mashabiki wa timu Kiba wakakasirika, mashabiki wa timu Mondi wakakasirika, yani ikatokea vurugu, na ndio maana bifu lao ni muhimu sana kuendelea mpaka leo hii. Sasa Diamond Platnumz kuna namna fulani hivi ameweza kuwapiga marufuku watangazaji wake wa Wasafi na kuwaambia kwamba hataki kabisa kusikia nyimbo za Alikiba zikipigwa hapo katika media ya Wasafi, jambo ambalo limepelekea mashabiki wa msanii Diamond Platnumz kuonekana kutofurahishwa, kwa sababu ukiangalia media kama media, kuna mashabiki wa aina tofauti, kuna vipindi tofauti pale, hakuna utimu wowote, watu wengi sana wanafuatilia vipindi. Sasa ukisema nyimbo za Alikiba zisipigwe, inamaanisha mashabiki wa Alikiba wanatakiwa kushabikia au kuisupporti media tu ya Alikiba ya Crown Media, alafu mashabiki wa Diamond wanatakiwa kuisupport media ya Wasafi Media. Wametoka katika mziki, lakini sasa hivi ni kama vile bifu lao linahamia katika biashara zao zingine, biashara ya media. Ni mara ya kwanza tujawahi kumsikia Diamond anazungumza kauli nzito kama hii, lakini hatujajua amekasirishwa na ile kauli ya Alikiba aliyosema kwamba mtatoa nyimbo nyingi, lakini yeye atatoa ngoma moja tu alafu itafunika ngoma zenu zote. Hatujajua ni kitu gani ambacho kimesababisha Diamond akakasirika kiasi hichi mpaka kufikia hatua akawapiga marufuku watangazaji wake na kuambia kwamba hataki kusikia nyimbo za Alikiba zikipigwa katika media yake ya Wasafi. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.